uko mbeleni bana, Mwenyezi Mungu akinisaidia nitakuwa mtu mkubwa. Kwa sababu hata Nyerere mwenyewe aliwahi kufungwa kama hujui. Alienda kukaa jela Baba Levo kwa sababu yetu sisi. Hakuna ambaye ashaweza tofauti na Baba Levo. Popote alipo akitusikia, hii sauti akumbuke ni watu wa Malungu kwao Kigoma. Naam. Maneno hayo ni maneno yaliyobeba ushujaa ndani yake. Ushujaa ambao huenda kila mmoja akawa na utazamia katika maisha yake. Anafahamika zaidi kama Chawa Levocatus Chipando. Alizaliwa mwaka 1986 mjini Kigoma. Alianza shule yake ya msingi mwaka 1977, ndio mwaka aliyomaliza darasa la 7. Na ilipofika mwaka 1998, Baba Levo alijiunga na elimu ya sekondari, lakini kutokana na changamoto mbalimbali za maisha pamoja na kifedha, Baba Levo hakuweza kuendelea tena na elimu, bali aliishia hapo. Hapo ndipo ikatimia mwaka 2005, Baba Levo akaanza sanaa ya muziki, akiamini ipo siku muziki huu utamtoa kimaisha. Mwaka 2015 ukawa mwaka wa mwanga kwa Baba Levo. Sasa baada ya kuhudumia muziki kwa muda mrefu, akaamua kujikita kwenye siasa. Hapo ndipo Baba Levo akagombea udiwani katika mji mdogo wa Mwanga mjini Kigoma. Aliongoza katika uongozi wake kwa muda mrefu, watu walimpenda na kumthamini. Lakini mwaka 2019 Baba Levo yalimkuta ya kumkuta. Baba Levo alipata tatizo akiwa barabarani, na kutokana na hasira za hapa na pale, basi alimvaga askari wa barabara na kumpiga vibaya. Hapo ndipo sheria ikachukua mkono wake na kumkamata Baba Levo na kumfunga ndani. Alikaa gerezani takriban mwaka mmoja Baba Levo. Ilipofika mwaka 2020 alirudi kutoka gerezani. Mara baada ya kutoka gerezani, Baba Levo akasema sasa ni wasaa wangu wa kurudi katika masuala mazima ya siasa. Hapo ndipo aliamua tena kugombea, lakini matokeo hayakuwa kama mwanzo, kwani watu wake wa karibu tayari alikuwa alishawapoteza. Imani kwa watu ilikuwa ishashuka. Hivyo basi Baba Levo alipigwa chini. Maisha ya Baba Levo yaliendelea kama kawaida, na baada ya kufika mwaka 2021 alipata dili la milioni 100 kutoka kampuni ya Active Media, waliompa dili la kuwa msemaji mkuu. Dili hilo alilopewa Baba Levo lilisababisha maisha yake kubadilika. Dili hilo alilopewa Baba Levo lilibadilisha maisha yake kwa sehemu kubwa, na hapo ndipo alipoanza kufahamika sasa na Watanzania wengi zaidi. Baba Levo alipata kazi katika chombo cha Wasafi kutokana na juhudi zake za ubalozi alizokuwa akizionyesha katika kampuni ya Active Media. Hivyo basi chombo cha Wasafi Media kikamwajiri Baba Levo kama mtangazaji. Lakini nuksi na mikosi huenda labda vilikuwa bado vinamwandama, kwani Baba Levo wakati anahudumia chombo hicho cha Wasafi, chombo hicho cha Wasafi Media kiliweza kufungwa kutokana na matamshi ambayo aliyasema Baba Levo, huku yakienda kinyume na maadili ya mamiko ya media. Lakini bado halikuwa tatizo kwa Baba Levo, kwani media ya Wasafi iliamua kumchukua na kumpeleka shule ili akapate elimu. Baba Levo aliendelea na kazi yake kama kawaida, na mpaka hivi sasa tunapozungumza kazi yake inaendelea kama kawaida, ingawa hivi sasa anajizolea umaarufu mkubwa kwa kujiita Chawa. Na si Chawa tu, bali ni Chawa wa msanii mkubwa hapa nchini Tanzania, Diamond Platnumz. Huenda mafanikio ya Baba Levo yakawa sasa yameshaanza kutimia, kwani mpaka tunavyozungumza hivi sasa Baba Levo anamiliki media yake inayokwenda kwa jina la 7 Media. Pia ameshaanza ujenzi wa nyumba, na si nyumba tu bali ni ghorofa.
Kubwa zaidi ni Baba Levo sasa kurudi kwenye kinyang'anyiro cha siasa. Yaani mpaka sasa Baba Levo kashachukua fomu ya ubunge, akihitaji kuwania ubunge katika mji wa Kigoma. Mtazamaji na msikilizaji, hapa naomba niweke nukta. Sasa ni wewe kutuambia, je, unafikiri uchaguzi huu unaenda kuaje? Kwani hadi Baba Levo anataka ubunge sasa. Mimi ninatamatisha. Jina langu ni Haji Lugembe.